Nataka kusisitiza kuwa msimamo wa serikali na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na maelekezo ya ilani ambayo inasimamiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba stakabadhi ghalani ndio ulinzi wa mkulima. Mara kadhaa Mheshimiwa Rais amesisitiza na kuelekeza kuwa mauzo ya mazao lazima yaendane na bei ya soko na sio shinikizo nje ya soko halisi. Mfumo lazima uzingatie haki, uwazi, malipo kwa wakati na kuzuia ubadhirifu, na wote tumekubaliana kwamba mfumo utakaotumika ni mfumo wa stakabadhi ya ghala. Mfumo wa stakabadhi ya ghala unatekelezwa kwa kuzingatia Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050 na unatoa mchango wa moja kwa moja katika kutekeleza dira hii, ambao kwa kutekeleza tunazingatia kukuza uchumi shindani na unaoongozwa na soko, kukuza mapato ya wananchi na kupunguza umaskini, kuimarisha upatikanaji wa mitaji na huduma za kifedha vijijini, kuchochea mageuzi ya kilimo na biashara za mazao, kukuza viwanda na mnyororo wa thamani, kuimarisha utawala bora, uwajibikaji na mifumo ya kisasa ya taasisi, kukuza matumizi ya tehama na mifumo ya kidijitali, kuimarisha nafasi ya vijana na wanawake katika uchumi na kuchangia usalama wa chakula na udhibiti wa masoko kwa kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Kwa hiyo, kwa sisi serikali tunauangalia mfumo wa stakabadhi ghalani kama mfumo muhimu sana na kichochezi kuelekea utekelezaji wetu wa Dira 2050. Kutokana na upanuzi wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika maeneo mapya na ongezeko la mazao yanayouzwa kupitia mfumo huu, bado kumekuwepo na changamoto ya uelewa mdogo miongoni mwa wadau katika baadhi ya maeneo. Ili kukabiliana na changamoto hii, ninaielekeza Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi ya Ghala kuhakikisha kutoa elimu kwa wadau wa sekta mbalimbali na kuhakikisha mfumo unatekelezwa kwa ufanisi. Aidha, mkazo uwekwe katika utoaji wa mafunzo na uhamasishaji kwa wakulima, wafanyabiashara, wasimamizi wa ghala na wadau wengine muhimu ili kuongeza uelewa na kuboresha ushiriki katika mfumo hii. Tutaendelea kuwa wawezeshaji kwa makundi yote. Tutakaa katikati kuhakikisha wote tunapata. Lakini vile vile tunaomba tuendelee kupeana ushirikiano ili azma ambayo tunayo na nia ya dhati ambayo tunayo ya mfumo wa stakabadhi ghalani iweze kutekelezeka. WRB itaweka mkazo katika maeneo yafuatayo. La kwanza, kuimarisha matumizi ya tehama kupitia mfumo wa WRS MIS, na hivi sasa tayari tuko kwenye kazi ambayo inafanyika, na nimshukuru kama wiki iliyopita tulikuwa na katibu mkuu wa wizara na Mheshimiwa Waziri Katibu Mkuu alitoa maelekezo mahususi kuhusiana na kuboresha tehama. Kwa hiyo tutatekeleza yale maelekezo sambamba na taasisi nyingine chini ya wizara ili kuhakikisha kwamba tehama inakuwa ni ile ya kisasa inayojibu changamoto mbalimbali ambazo zinakutwa na wadau wetu wanaotumia mifumo, na kwa upande wetu mfumo huu wa stakabadhi za ghala. Tunatarajia kupanua matumizi ya meneja dhamana katika bidhaa za nafaka na mafuta, lakini kuratibu rasmi ushiriki wa sekta ya mifugo, ngozi na mwani. Na Mheshimiwa Waziri, hapa nikuambie kwamba tayari tulipata nafasi ya kukutana na kurugenzi inayohusiana na mifugo, na tumeweka mipango. Tarehe 23 tutaenda kufanya wasilisho zuri la kuonyesha namna gani mfumo wa stakabadhi za ghala utasaidia wenzetu wanaofanya unenepeshaji wa mifugo, lakini vile vile kwenye biashara ya ngozi na bidhaa nyingine ambazo zinatokana na mifugo, lakini kwa upande wa shughuli za baharini basi kwenye zao la mwani. Na tutaanza mahususi kwenye wilaya za mkoa wa Tanga lakini na mkoa wa Lindi pia. Tunategemea pia kuendelea kutoa elimu kwa wakulima, vyama vya ushirika na wakusanyaji mbalimbali wa mazao haya ili waweze kuona namna ya kutumia mfumo vizuri. Sisi wa mkoa wa Simiyu, pengine hata na kanda ya Ziwa, bado hatujapiga hatua walizopiga wenzetu wa mikoa ya kusini kama tulivyopata ushuhuda hapa. Na heshima hii ya kufunga msimu huu wa kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani na kufungua msimu mpya wa 26-27, nafikiri ingefanywa kwenye mikoa ambayo pengine imefanya vizuri sana, lakini kutambua mkoa wetu huu na kuja kufanyia hafla hii hapa, maana yake ni kutuongezea ile chachu ama kutuhamasisha zaidi. Ni msimu mmoja tu tumepractice mfumo huu, lakini bado hatujaelewa vya kutosha, na kwa hiyo tunawaomba wenzetu wa bodi ya stakabadhi ghalani waendeleze elimu ili wakulima wazidi kuelewa zaidi. Na kwa hiyo kuja kwenu hapa na kukutanisha hapa sisi
Ina maana kwamba mmetoa elimu ambayo kwayo sisi tutaendelea kuielewa, na wakulima wa eneo letu au wakulima wa kanda hii wataendelea kufahamu umuhimu na maana wa mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Tunakutana hapa leo, Mheshimiwa Waziri, kujadili masuala yanayogusa viwanda na biashara kwa mustakabali wa kukuza uchumi wa nchi yetu kwa ujumla na mwananchi mmoja mmoja. Kwa muktadha huu, tunampongeza sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, maelekezo yake na usimamizi wake thabiti katika kukuza sekta hii ya kilimo na sekta ya viwanda na biashara ambazo zinategemeana kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu wa Simiyu ni miongoni mwa mikoa inayokuwa kwa kasi katika uwekezaji wa sekta ya biashara na vile viwanda, ufugaji na kilimo. Mfumo huu umeweza kutupatia manufaa kwa sisi wakulima. Mpaka sasa tunatembea tunajidai, kwa sababu mimi kama mama nilikiwa nikiulizwa kwamba unafanya kazi gani, nasema sina kazi, nikisahau kwamba mimi ni mkulima. Lakini sasa natembea kifua mbele kwa sababu ya mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Manufaa ambayo tumeweza kunufaika nayo, cha kwanza, mkulima tunapata fedha kwa wakati. Minada inafanyika tukiangalia ikifanyika hadharani. Kwa kweli mfumo huu umetuletea manufaa makubwa. Mazao yetu tunayoyanunua kutoka kwa wakulima tunayauza tukiwa hapa Simiyu, kwamba ninanunua mazao yangu hapa nayapeleka kwenye gara pale, mnada unafanyika kwa uwazi, tunauza na tunapata hela zetu, na biashara ya kusafirisha sasa kupeleka mpaka Dar es Salaam inakuwa ni juu ya mnunuzi. Wakati wa kipindi hicho ukinunua unabidi uhangaika kuyafikisha Dar es Salaam, na saa nyingine ukifikisha kule unakuta soko halipo na mambo mengine ya kupoteza hela yalikuwa yakijitokeza. Kwa hiyo sasa tunauza kwa uwazi, na kimsingi kwa kweli kwamba kuuza kupitia dijitali inatukutanisha na wanunuzi wengi, wanakuwa wako mbali, wengine wako Canada, wengine India, wanatoa bei nzuri. Kwa hiyo kiuhalisia tunaona kwamba sisi ambao tulikuwa tunafanya hii biashara tunanufaika kwa sababu tunapata bei nzuri na katika maeneo haya ambayo sisi tumo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niwashukuru sana kwa namna ambavyo serikali imejitahidi kuona namna ambavyo sisi tunaweza tukafanya biashara pia hii ya mazao kuliko kuachia Wahindi peke yao. Niombe serikali iendelee kutatua changamoto hizi ambazo zinajitokeza ili tuweze kunufaika zaidi. Na kikubwa zaidi serikali ilichokifanya ni kuruhusu maghala ya ushirika, kuruhusu maghala binafsi, kuruhusu aggregator. Hii inamfanya mkulima wa nchi hii achague, mwenye shida zaidi atauza pesa taslimu, ambaye anataka anapeleka kwenye ushirika, ambaye anataka anapeleka kwenye ghala la mtu binafsi. Kitu ambacho kimefanya kazi ya stakabadhi ghalani katika ukanda wetu wa Ziwa ifanyike kwa ufanisi.